Ukisoma Matendo ile 5, Matendo 5:40 mpaka 41, waliwachukua wale wanafunzi wakawachapa viboko. Yaani watu wazima wanachapa viboko wa kudhalilishwa kwa sababu wanataja jina la Yesu na kumhubiri Yesu. Lakini anasema walihesabu furaha, wakaona ni fahari wao kuadhibiwa au kuteswa kwa ajili ya Kristo. Labda unatokea nyumba ambayo wanapinga mambo ya wokovu, au ofisi, unatokea mtaa ambao wanadhiaki mambo ya rohoni. Nini kitakupa furaha? Ni nafsi iliyojengeka katika roho, katika yale magumu, kama anavyosema Luka 6:22, watakapolitupa neno lenu na jina lenu kama watu waovu, furahiani siku ile na kushangilia, maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa utaona ya kwamba kuna furaha ambayo mtu hawezi kupa, inaitwa unspeakable joy, furaha isiyo na maelezo, furaha ambayo ipo hata wengine mtaipata hapa. Unaweza ukashangaa, unaanza kucheka mwenyewe. Wakati mwingine unasikia tu raha ya ajabu, wakati umedhiakiwa, umefanyiwa vitu. Ndio hiyo raha inayokupa roho ya msamaha na kuwa mtu wa rehema. Watumishi wengi siku hizi sio watu wa rehema, ni watu wa visasi, ni watu wa kushikilia, sio watu wa kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa turudi katika msingi wa kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu. Sema amen. Sema anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Lakini pia lugha inaweza ikajengeka kwa wewe kuwa tayari. Nafsi inafungiwa utayari. Ukisoma ile Waefeso 6, kati ya vitu ambavyo vinaweza vikafanya kanisa likuwe ni utayari wa watu waliokoka kuwatafuta waliopotea. Wengi wetu tuko tayari kuja kanisani, sio kwenda kufanya uinjilisti. Na Mungu hakutuitia kukaa kanisani pasipo kuzaa matunda ya Roho za watu. Narudia tena, mambo ya kuwaleta watu kwa Yesu hayahusiani na mchungaji tu. Kila mtu aliyeokoka anatakiwa watafute waliopotea. Huwa napenda kusema, usipowatafuta waliopotea ni dalili ya kwamba hata wewe uliokoka umeanza kupotea. Hiyo ni dalili kabisa. Hamu ya kutaka wengine wamjue Yesu ni nafsi iliyojengeka kuwa tayari, kuwa na ujasiri, kutoionea haya Injili, kutoionea haya Injili. Wengine hata wanakaa familia, unakuta ameiacha familia nyumbani ili wachemshe malage, wafungie ng'ombe. Hana hamu ya kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana, twende wote kanisani. Kunatakiwa kuwe na msukumo wa watu kwenda kwenye nyumba ya Mungu ambao unatokana na nafsi yako kujengeka, kuwa tayari kuwashuhudia, kuwasii, kuwapenda, kuwafanya wamfuate Yesu, wawe karibu na Yesu. Anasema katika Matendo 4:30. Sema amen. Matendo 4:30. Matendo 4:30. Angalia Matendo 4:30. Ukinyosha mkono wako na kuponya, ishara na ajabu zifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Dalili mojawapo kwamba umejaa Roho Mtakatifu ni ujasiri wa kuwa tayari kunena neno la Mungu kwa ujasiri. Kuna kijana tulikuwa tunamwombea Roho Mtakatifu, anasema amejaa. Akienda mtaani anasema siwezi kuongea. Anafahamu maandiko lakini anasikia aibu. Nikamwambia hapana, usitoke hapa kanisani mpaka ujue umepata ujasiri. Siku ya 3 anashangaa
akapata ujasiri, akaanza kupiga kelele kila mtaa, tubuni maana Yesu amekaribia. Baadaye akapata soko Kiringe fulani kama center, akaenda pale akahubiri, watu wakaokoka. Anasema sikuwa na ujasiri huo, nilifikiri nimejaa Roho Mtakatifu, lakini kumbe nilikuwa sijajaa. Mpaka alipopata ujasiri wa kuhubiri, ikawa dalili kwake, kama anavyosema Matendo ngapi? 4:31. Walipojaa Roho wa Mungu wakawa na ujasiri wa kunena neno la Mungu, wakawa na ujasiri wa kunena neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Sema amina. Sema haleluya. Hii kujenga lugha inajenga utayari kwenye nafsi wa wewe kuwa mtoaji. Unajua swala la kutoa ni gumu kwa wapendwa wengi. Wapendwa wengi si watoaji. Lakini kanisa la mwanzo na Matendo, mpaka walikuwa wanauza viwanja, walikuwa wanafanya utoaji ambao ni kama leo utasema umezidi. Achana na mtu anayetoa 5,000, 10,000, wao walikuwa wanatoa viwanja, wanatoa mali zao. Ukisoma ile Matendo 4:32, 36, roho wa Mungu ni wa faida sana. Ataamsha hata roho yako kuanza kumtolea Mungu kwa namna ambayo hujawahi kufanya hivyo. Unanielewa ninachokisema? Sema amen. Mimi binafsi nina ushuhuda. Nimetoa magari mawili, na wakati kanisa lilikuwa lina sita, tuna mchango wa mkutano, wakasema hizo fedha ni nyingi, zinahitajika milioni 10. Nikamwambia mke wangu, chukua hii gari, kaitafutie mnada, tuuze, fedha iende kwenye Injili. Uwezi ukatoa mali kubwa hizo pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Uwezi ukatoa vitu vikubwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Achana na mambo ya familia. Kanisa la mwanzo, Roho wa Mungu alikuwa mkali kwenye matoleo, kwa sababu akishuka Roho wa Mungu anajali sana sadaka, kwa sababu sadaka inafunua moyo wako ukoje. Sijui kama unanielewa ninachosema. Matendo 5, Anania na Safira waliuza wakabana baadhi ya fedha. Sema amen. Kilichotokea, Roho wa Mungu aliwaua, walijua wamemdanganya pesa. Wangapi wanashindwa hata msukumo mdogo tu wa kutoa fungu la 10 kwa waaminifu? Wangapi wanaona kazi ya Mungu, wanafanya tu mambo yao, hawana msukumo ya kwamba hakuna sehemu ambayo itakumbukwa mbinguni kama sehemu ya wewe kutoa kwenye kazi ya Mungu. Unafikiri mbinguni watasema umemjengea mjomba wako, au sijui ulisomesha watoto shule ya gharama? Mbinguni hakuna rekodi hizo. Mbinguni ni kwa habari tu ya kazi yake. Kazi ya Mungu inaendaje, na ndicho kitakachodumu milele. Ndio maana anasema jiwekeni hazina mbinguni, na sehemu ambayo inavuta baraka kubwa kwa watumishi wa Mungu, ili kukamata mfumo wa fedha, kukamata ofisi mjini, kukamata mzunguko wa biashara, kukamata maarifa. Utoaji unaleta neema ya kufanya watu wawe wabunifu, kufanya watu wawe watu wa maendeleo, wasiwe wavivu, wafanye vitu ambavyo hata jamii itawaheshimu. Unaona, hapa kanisa linaheshimiwa kwa sababu mna project zingine, lakini hizo project hazikuanza pasipo Roho, kwa sababu jamii itaheshimu kanisa pale hata linapokuwa na nguvu ya kuleta msaada kwenye jamii. Lakini nguvu inatoka kwenye utoaji. Lazima kuwe na watu wanaojitoa. Mtu mmoja aliguswa na Mungu, alirudi ametoa simu na viatu, alirudi peku nyumbani, kwa sababu Roho wa Mungu amemshukia. Roho wa Mungu akikushukia, hakuna cha thamani kwako ambacho kinakuwa na cha thamani kuliko Yesu. Ila mara nyingi tusipojaa Roho Mtakatifu, vitu tulivyo navyo vinakuwa vya thamani kuliko Yesu. Kwa nafsi inaweza ikajengeka, sema amen, kiasi kwamba vitu ambavyo watu wanavithamini mno mpaka vinachukua nafasi ya Mungu, kwako vinakuwa vyepesi. Hata Mungu akikwambia mwanangu nipe hiki, unampa.
Sema amen. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. La mwisho, nafsi kwa leo. Kesho nitaendelea faida za kunena kwa lugha kwa ajili ya muda. Nafsi, niseme kunena kwa lugha hujenga mazingira ya kukua katika uweza wa nguvu za